Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika chaneli yetu pendwa kabisa, Kilele cha Ufahamu, ikiwa inaendeshwa na mimi Mwalimu Alhabib Yahya kutokea hapa Viunga vya Dar es Salaam, Tanzania. Na leo ni siku nzuri kabisa, siku ya tarehe ya 27 kama sikosei ya mwezi wa 12 mwaka 2025, ikiwa ni siku ya Jumamosi. Ndugu zangu, nimewaletea kitu adhimu kabisa. Kama ilivyokuwa kawaida yangu, nawaletea vitu ambavyo vitaendelea kutufanya, kama tutavijua, tuendelee kuishi na watu kwa amani, tuendelee kushirikiana na watu kwa uzuri. Leo nitawaletea tabia za watu kupitia herufi za mwanzo za majina yao. Tabia zao nzuri, lakini muonekano wao na vile watu wanawachukulia katika jamii zao. Kwa hiyo ndugu zangu, tuweze kusikiliza, kwa sababu chakula cha ubongo ni elimu, na elimu ni hizi ambazo zitatusaidia kuishi na watu vizuri. Hakuna zawadi nzuri kama kujua kuishi na watu. Kwa hiyo kwa zile herufi ambazo zinafungua jina lako, kwa mfano kwa wale kina Abdallah, kina Ali, kina Anisa, kina Aisha na wengineo, nitafafanua zaidi. Kwa hiyo shikamana na mimi moja kwa moja uweze kusikiliza. Imani yangu na nituma hili ni darasa tiba, utaondoka hali ya kuwa umeshibika, lakini pia umeelimika, na insha Allah pia Mwenyezi Mungu atakulipa, kwa sababu hakuna yeyote anajifunza katika elimu nzuri basi ana ujira wake kwa Mungu. Moja kwa moja tutaanza na alfabeti herufi ya A. Kwa wale kina Aisha, kina Ali, kina Angelina, kina Aya, Aina, Alex, na wengineo, kina Amadi. Asili ya jina lenu nyinyi, jina la asili yake ni uongozi, lakini pia ni watu wenye ujasiri na wenye kupenda kujitegemea. Hawa mara nyingi hawapendi kuwa tegemezi kwa watu, ni watu ambao wanapenda kujitegemea wao kama wao, kina Ahmed. Lakini tabia yao ambayo si nzuri, mara nyingi wana tabia ya kuwa na ubishi, wanakuwa ni wabishi hata kwenye mambo ambayo yapo wazi, lakini lazima watache kubishana. Lakini wanakuwa na tabia ya ukali, saa nyingine wana tabia pia saa nyingine tabia ya dharau, kwa wasio na kasi kama yao. Yaani wakiona mtu hauna mtazamo kama wao, basi wanakudharau, au hauna kasi na speed, kwa sababu ni watu ambao hawana subira pia kuvumilia mambo. Kwa hiyo wakiona mtu mambo yako unaendesha tofauti, taratibu, basi wanakudharau. Lakini kikwazo cha mafanikio yao, pana vitu ambavyo vinawapa vikwazo mara nyingi wasifanikiwe, lazima pia niweze kuhorozesha. Mafanikio yao yanazuiwa na vikwazo vifuatavyo. Kwanza, kutokutaka kusikiliza maoni ya wengine. Hawatakaji kusikiliza ushauri watu wenye majina ambayo yameanzia na A. Utabiri unasema hivyo, wao kujiona wanajua kila kitu. Hawataki kusikiliza ushauri, ambao mara nyingi wanajikuta wanaingia kwenye vikwazo vingi. Lakini muonekano, tuangalie mionekano yao katika jamii. Huonekana kwamba ni watu imara na watu wenye mamlaka makubwa. Jamii huwatazama kama watu wenye misimamo mikali. Kwa hiyo hii pia hupelekea watu kuogopa hata kuwasogelea au kuwashauri, kwa sababu jamii inawachukulia watu hawa wenye herufi ambazo zimeanzia na A kwamba ni watu wenye misimamo mikali, ni watu wenye mamlaka, na mara nyingi wanapendwa kuachwa na maisha yao. Hawapendi kuingiliwa kwenye mambo yao. Hawa walikuwa ni watu wa herufi ya A. Twende tukawatazame wale ambao watakuwa majina yao yamefunguliwa kwa herufi B. Kina Benjamin, kina Briana, kina Beatrice na kina Bernard na wengine, kina B Bushra na wengineo. Tuwachungulie nao.
Watu wenye majina kama haya, tabia yao kubwa, hii herufi B imeshikiliwa na upole na upendo. Lakini pia ni watu ambao wanapenda sana amani katika jamii. Mara nyingi hata kama itakuwa kwenye nyumba zao kuna amani, hawapendi kuona hata kwa jirani watu wakikwaruzana au wakikosa amani. Ni watu ambao wanapenda kulingania, kushauri amani. Ni watu ambao wanapenda sana amani. Lakini tabia yao mbaya ni waoga wa maamuzi, na wanaweza mara nyingi kuwa na hisia zinazoumia haraka sana. Ikifika kwenye swala la kutoa maamuzi, hata yawe ni madogo, anaweza akajifikiria miezi hata miwili, miaka mitatu anafikiria kuhusiana na jambo dogo tu. Na saa nyingine pia ujikuta kuchelewa kwake kutoa maamuzi kunamfanya anaumia sana hisia zake. Yani anaziumiza sana hisia zake. Kwa hiyo hii ni tabia yao mbaya, hawa watu ambao wa herufi B. Lakini tuangalie nini kinapelekea vikwazo katika mafanikio yao. Mara nyingi watu kama hawa, vikwazo, watu wa namba B, wa herufi B wanapata vikwazo kwa sababu ya kutokujiamini. Na mara nyingi wanapenda sana kutegemea watu wengine katika upande wa maamuzi, au kuegemea watu wengine ili waweze kupiga hatua za haraka. Hicho kinakuwa ni kikwazo kikubwa kwao wasifike kwenye mafanikio, kwa sababu wanajikuta wao wanasalitiwa sana. Yani akija mtu akimwambia hapa pana biashara fulani, lete 2,000,000 tufanye, yeye anaweza akatoa kwa sababu anaamini yule mtu atasimamia, au anaamini yule mtu ndo atamuongoza. Matokeo yake yule mtu anaweza akamtupa, akamwangusha, hivyo anajikuta ni mtu mwenye kuchelewa sana kupata mafanikio. Lakini tuangalie watu wanawachukuliaje katika jamii, mionekano yao na jamii. Watu huwaona hawa watu kama ni watu watulivu. Lakini pia jamii huwaona kama ni watu watanashati na wasafi. Lakini pia jamii huwapenda kwa sababu wana tabia ya usuluhishi. Ni watu wasuluhishi. Wanapenda kuwa ni watu wa suluhu magomvi. Watu wakigombana, wao wanakuwa wanasimamia ile suluhu. Mtu kakamatwa akapelekwa polisi, anaweza akampelekea chakula, akaenda kumtoa, ili tu amani iweze kupatikana. Kwa hiyo hawa wao ni watu wa peace and love. Ni watu wa amani, lakini pia ni watu wa upendo. Hawa walikuwa ni wale ambao majina yao yameanzia au yamefunguliwa na funguo B, namba B. Twende tukachungulie wale ambao majina yao yatakuwa yameanzia na herufi C moja kwa moja. Haya, wale kina Charles, kina Catherine, kina Christian, Christina na wengine. Hii namba imebebwa na ubunifu. Ni watu wabunifu sana, lakini wanakuwa na maneno yenye ushawishi na ni marafiki wazuri hawa watu wenye herufi ambazo zimeanzia na C. Ni watu ambao wanakuwa na ushawishi na watu wenye marafiki wema wazuri. Hawawezi kuambatana na rafiki mbaya, lazima watamuepuka. Lakini tabia yao mbovu, wanaweza kuwa wasiri kupita kiasi, na hii huwasababisha kukosa uaminifu kwenye maneno. Yani wakiamua kukificha kitu, wanaweza kutengeneza maneno ya uongo ili kumwaminisha mtu. Hii pia inawatia doa sana. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kinawasababisha au kinawakwamisha wasifikie maendeleo ni kukosa umakini. Huanza mambo mengi na wakayaachia njiani, yani wasiendelee. Mwanzoni anakuwa anazingatia mambo, baadaye hata anayapotezea kama si yeye ambaye kayaanzisha. Lakini muhimu tukachungulie muonekano wao katika jamii. Watu wanawachukuliaje? Watu huwaona kama ni watu wenye mchangamko na mvuto wa kijamii. Maana yake watu yani wanawapenda, hata ikitokea harusi mtu ana bora fulani aje anichangamshie. Na wengi huwa wanashughulika na mambo ya UMC na kadhalika, kwa sababu ni watu wa kusherehesha, ni watu ambao wana furaha, wanataka kucheza muziki kwa watu. Yani watu kama hivyo kunogesha story katika vijiwe ni wazuri sana. Akisimulia story hata kama ni uongo, basi anaupamba vizuri sana. Hawa walikuwa ni hawa ambao majina yao yamefunguliwa na herufi C. Twende tukachungulie
ambao wana majina yamefunguliwa na herufi D. Kina David, kina Daniel, Deborah, Diana, Dominic na wengineo, mashallah. Haya, nyota yao subhanallah, jina lao limebeba na nguvu ya nidhamu. Ni watu wenye nidhamu, wachapa kazi na waaminifu katika majukumu. Mara nyingi ni waaminifu, kimwachia jukumu utapenda, utakuta amelinyoosha vizuri kabisa. Lakini tabia yao ambayo si nzuri, wanakuwa na misimamo mikali sana, na msimamo wao mara nyingi huwa ubadiliki. Maanake ni watu wa shingo ngumu, wanapenda kushupaza shingo. Akisema hivi basi ndo amesema. Wewe kama utamshauri utajijua wewe mwenyewe. Lakini na saa nyingine wanaweza kuwa ni watu ambao wachoyo, wanatoa kitu chao wakitaka, lakini mara nyingi wanaficha vitu vyao. Wanakuwa ni watu wenye tabia ya uchoyo. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kinazuia hawa wenzetu wasifikie mafanikio ni watu ambao wanaogopa sana mabadiliko mapya. Yaani ni watu ambao wanaogopa changes, mabadiliko. Kwa hiyo mara nyingi hung'ang'ania mifumo ya zamani. Wana mifumo ya kizamani wameing'ang'ania. Yaani ukitaka huyu umpagawishe, mwambie labda ndakuhamisha ofisi, ndakufanya hivi, tuame kwenda kuishi sehemu. Ni watu ambao wanaogopa sana mabadiliko. Hivyo ndio maana mara nyingi wanakuwa, ukiona hawafanikiwi, wanaogopa kubadilika. Lakini muonekano wao katika jamii, je, watu wanawaonaje? Huonekana na watu kama ni watu ambao watu wa kazi wenye kuaminika. Yaani huonekana kama ni watu wa kazi muda wote, hao ni watu wa kazi wenye kuaminika. Shughuli ngumu mtaani mumuite yeye, huo mti ataukata vizuri, au mambo yake atakunyooshea vizuri. Huyu ni mtu wa kazi moja kwa moja, au ni mpishi mzuri. Hao walikuwa ni watu ambao wameanzia na majina yao yamefunguliwa na herufi D. Twende tukaangalie herufi E, tuone nao wana nini la kutuambia. Hawa wenzetu wa herufi E, jina lao limebebwa na akili nyingi. Ni watu wenye akili sana. Lakini pia ni wepesi wa kuelewa. Ukimwelekeza jambo anakuelewa hapo hapo. Lakini wanapenda sana uhuru wa kifikra. Anapokuwa na wazo lake anapenda kuliweka wazi na kuonesha msimamo wake. Si mtu wa kujificha juu ya kile ambacho anakijua. Lakini tabia yao mbaya, hawatabiriki. Atabiliki, aweza kuwa na msimamo huu baadaye akawa na msimamo huu. Lakini pia wanaweza kukosa uaminifu katika mahusiano mara nyingi. Hata wao wanafahamu mara nyingi wanakuwa nakosa uaminifu katika mahusiano. Lakini tuone kikwazo kikubwa ambacho kinasababisha wakashindwa kupata mafanikio. Kutulia sehemu moja. Wanapenda kubadili kazi mara kwa mara, au malengo au biashara. Hawawezi kutulia sehemu moja. Ndio maana hii pia wale ambao wanakuwa ni ngumu kupata mafanikio, hii ndio sosi yao kubwa. Wanakuwa leo anakuwa na wazo la kuuza vitunguu, kesho atalima vitunguu, kesho kutwa atasema wacha nikalime matikiti, kesho kutwa atasema nitalima nyanya. Kwa hiyo hii pia inasababisha wakashindwa kufikia mafanikio yao. Ni kikwazo kikubwa kwao. Lakini jamii waona kama watu wa kisasa na wenye maarifa mengi. Jamii inaona ni watu wa kisasa na wenye maarifa, ndio muonekano wao kwamba watu wa kisasa, jamaa ana maarifa bwana. Manake kila simu ikitoka yeye anajua kuitumia. Likitoka gari la aina hii, injini yake anajua kuibomoa. Yaani mtu mjanja. Kwa hiyo jamii huwa inamuaminia na inamuona kwamba anakwenda na wakati. Hawa ni wale ambao jina lao limefunguliwa na key E, ufunguo wa E, herufi E. Twende tukachungulie wale watu wa F, ndugu zetu, watu wa F. Kina Fatma, kina Fete hao, kina Flenki na wengineo. Hawa watu wa herufi ya F ni walezi wenye huruma. Walezi wazuri na wanajali sana kuhusu familia. Usiwaambie kitu kuhusu familia. Yaani wao ni familia kwanza. Hata ukipata mtoto wake ana tabia mbaya vipi atamvumilia, atambeba. Wao wanajali sana kuhusu familia. Lakini tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na tabia ya kuingilia mambo ya watu. Kwa kisingizio kuwa wanawasaidia. Kwa kisingizio cha kuwasaidia. Kwa hiyo tabia yao pia mbovu
kuchungulia mambo ya watu ambao pia ni kikwazo kwa mafanikio, kwa kisingizio kwamba wanawasaidia. Tena wanapenda sana pia wanapenda sana kubeba mizigo ya watu wengine na kusahau maendeleo yao binafsi, kwa sababu wanabeba ile mizigo ya watu ili kuwachunguza, alafu wakasahau kuziba aibu zao au kufanya mambo yao binafsi. Lakini muonekano katika jamii inaona kama ni watu wenye uso wa upendo na ni watu wakarimu, kwa sababu kila jambo likitokea wao hukurubia, hujihusisha na kadhalika. Hawa ndio wale ambao anaweza kaenda msiba wa watu akakaa wiki 2, wiki 1, wakati anaona kabisa watu washaondoka, msiba umeisha, sasa wamebakia ndugu wajadili, anataka ajue mali zitaendaje, ili ajue tu, kwa sababu anapenda sana kujua mambo ya watu. Kwa hiyo hawa walikuwa ni wale wenzetu wa herufi F. Sasa moja kwa moja tukaangalie wale wa herufi G. Hawa ambao majina yao yameanzia na herufi G, kina Gabriel, kina Grace, kina George na wengineo, tabia yao, wana uwezo mkubwa wa kiroho. Lakini ni wachambuzi na wanapenda ukweli. Bora ukweli umuumize, bora umwambie aumie, lakini umemwambia ukweli. Lakini tabia yao mbaya ni watu wenye mashaka mengi. Na ni vigumu sana kuwalizisha kwa wakati mwingine, kwa sababu ni watu wapenda kudadisi. Kwa nini imekuwa hivyo? Na ilivyokuwa hivyo kwa nini? Na kwa nini isiwe hivyo? Na hivyo ilivyokuwa inamaanisha itakuwa hivi. Kwa hiyo mara nyingi pia inaweza kuwa ni kikwazo cha kushindwa kuwalizisha. Lakini pia kikwazo kikubwa ambacho kinazuia hawa watu kinakuwa ni kikwazo mara nyingi cha kukosa mafanikio, ni upweke na kutengwa. Kwa sababu wanajiamini sana katika akili zao kuliko ushirikiano. Hata ikitokea kwenye kazi, akiambiwa chague kati ya kwenda kundi 2, 3 au uende kusimamia jukumu la peke yako, atataka kwenda kusimamia jukumu la peke yake. Ni watu ambao wanaamini katika upweke na kukaa peke yao na kadhalika. Hii pia kusababisha wao wakashindwa kuvuna madini mengi sana. Lakini jamii inawachukuliaje? Jamii huwaona kama ni watu wenye siri, wana siri nyingi za maisha. Hata wakikaa na watu wanaweza kusema mtu pendi siri za mafanikio bwana. Wanamchukulia kama ni mtu mwenye siri nyingi, au wanajua vitu vingi sana vya siri. Lakini pia jamii wachukulia kama ni watu walio serious kupitiliza. Kwamba watu walio serious kupitiliza. Hata wanaposalimiwa na watu hujawa na woga kwamba nisije kwa nampotezea muda, au ataniitikia kweli. Kwa hiyo ni watu pia huchukuliwa kama ni watu ambao wako serious sana. Hao walikuwa ni watu wa herufi G. Twende tukachungulie watu wa herufi H, kina Hassan na wengineo, kina Hussein. Hawa kina Hassan bwana na wengineo, kina Habiba, kina Hanna, kina Hamisi, ni watu wenye uwezo wa kutafuta pesa jamani. Hawa kutafuta pesa wanajua, hasa katika upande wa biashara. Na mara nyingi hufanikiwa mambo ya biashara wanazifahamu. Lakini wanaweza kuwa na ubinafsi mkubwa na kupenda sifa, lakini pia na kupenda visasi. Hawa huwa wanakusanya mambo moyoni, alafu baadaye wanakufanyia makusudi kama yameisha, ili tu kukukomesha. Lakini pia wanapenda sifa na ubinafsi mkubwa. Lakini pia ni watu wenye tamaa ya madaraka, ambao mara nyingi hii tamaa ya kupenda madaraka na vyeo huwa inawaponza sana, na wakajikuta kwamba wanaingia kwenye matatizo. Lakini hawa watu bwana, watu wanawaonaje katika jamii? Jamii inaona kama ni watu wenye hadhi na uwezo. Lakini pia wana kibali cha kumiliki vitu. Kama ukitaka gari bwana, magari anayo yule, ukitaka nyumba anazo yule, mashamba anayo yule, mifugo anayo yule. Jamii inawachukulia kwamba ni watu
Ukiona kitu hawana, hawa hawamiliki kwa sababu hawajataka. Yani hawajataka tu kumiliki, lakini jamii huwaona kama ni watu wenye uwezo mkubwa wa kumiliki vitu, kumiliki mali na vitu vingine kama hivyo. Hawa walikuwa ni watu wa H. Twende tukachungulie watu wenye herufi ya I ambao majina yao yanaanzia na herufi I moja kwa moja. Hawa kina Isaac, kina Isabella, Irene, Ibrahim na watu wengine kama hao. Hawa ni watu bwana, wana utu na upendo wa hali ya juu, na ni watu wenye hisia kali za huruma. Pia wanakuwa ni watu wenye huruma. Lakini pia tabia yao mbaya ni watu ambao tabia yao mbaya ni watu wenye hasira. Maana yake wana hasira za haraka na wepesi kwa kuhuzunika. Yaani yeye kuhuzunika, kutaka kumhuzunisha wewe, mpe jambo moja tu atahuzunika, hata nungunika hata miezi miwili. Kwa hiyo hawana moyo wao uwezi kubeba mambo. Unaweza kumtukana kidogo akakupiga akakuua. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kinawasababisha au kinawakwamisha usifikie kwenye mafanikio ni kuruhusu hisia ziwatawale. Hawana zile kucontrol hisia zao mara nyingi. Lakini akili katika matumizi ya kibiashara inakuwa imetawaliwa. Wanapokuwa na biashara, akili yao inakuwa imetawaliwa na mambo ya kihisia. Lakini jambo nyingine anasema mionekano wao katika jamii huonekana ni watu warembo ambao wanang'ala na wenye roho nzuri. Jamii inaona kama ni warembo au ni watanashati, lakini ambao wanapenda ngozi zao, wanajipenda katika jamii. Hawa walikuwa ni watu ambao majina yao yamefunguliwa na herufi I. Twende tukachungulie herufi J. Kina James, kina Jacob, Jasmine, Justin, Joshua na wengineo. Hawa watu wana nguvu kubwa ya kuanzisha mambo. Yaani yeye akiwaza jambo, kesho unaona lishakuwa, shalifanyia kazi na limefanikiwa. Na ni watu wenye bidii nzuri sana, wanajituma kuanzisha mambo yao. Lakini tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na tabia ya ushindani. Tena ushindani ambao hauna hata afya. Yaani mambo ya puzi madogo madogo, wao wanashindana kweli kweli. Au ufanya mambo kwa kushindana hata kama hawapati faida. Kwamba ngoja tu nimuoneshe kwa mimi naweza kufanya. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kinawafanya wakose mafanikio ni kukosa subira. Wanataka matokeo ya hapo kwa papo. Wao wanataka matokeo ya papo kwa papo. Muda mwingi wanakosa subira. Lakini jamii inaona kama ni watu ambao watu mashujaa na wenye akili za haraka. Jamii inaona watu wana akili zao zinanata sana. Ni watu wenye akili za haraka, lakini pia wenye uwezo wa kujenga hoja na kuvunja hoja kwa njia za ujanja na njia za chini. Kwa hiyo jamii inaona kama ni watu wa mfumo kama huo. Hao walikuwa ni watu wa herufi J. Twende tukachungulie watu wa herufi K. Twende tukachungulie watu wa herufi K. Hawa kina Karen, kina Kelvin, Khalidi na wengineo, mashallah. Sema tabia nzuri ni watu wenye uwezo wa kuona mbali. Intuition, lakini pia ni watu ambao wavumbuzi. Wanaweza kuvumbua mambo mengi katika madawa, katika elimu, katika teknolojia na mambo ya kompyuta na kadhalika. Lakini tabia yao mbaya ni watu ambao wanaweza kuwa na misimamo iliyopitiliza mipaka. Yaani anaweza kuwa ana kitu la kijinga, amelikamatia hilo kwamba ndio nisimamia hapa. Misimamo hata ya kipuuzi. Haweza kusimamia kwenye familia yake jambo la kipuuzi mpaka mkashangaa. Ni watu ambao misimamo yao imepita wima. Kikwazo kikubwa ambacho kinawakwamisha hawa watu, hofu ya ndani ya kushindwa. Wana hofu
ya kuogopa kushindwa, ambayo inawazuia mara nyingi kuanza upya au kuanza mambo. Lakini huonekana katika jamii kwamba ni watu wenye mvuto wa kipekee, yani star power, ni nyota yenye nguvu. Watu muona kama yule ana nyota ya kinguvu, yani nyota yake ina nguvu, pengine anakuwa na jina nzuri mtaani, katika jamii na kadhalika. Hawa walikuwa ni watu wenye herufi K. Twende tukachungulia watu wenye herufi L. Hawa kina Lamla, kina Lea, kina Legola na wengineo. Hawa watu wenye herufi ambazo zimefunguliwa na majina L na herufi L ni watu wa haki. Wanapenda sana mambo ya safari. Ukiwaambia habari za kusafiri, umewamaliza. Lakini pia ni watu wenye tabia ya ukarimu sana, wenye kuonesha tabasamu lao. Tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na tabia ya kusita katika kufanya maamuzi muhimu. Maamuzi kabisa, jambo linaonekana lisipotolewa maamuzi ya haraka, linaweza kuhatarisha hata maisha yake au uhai wake. Yeye anaweza akasita kutoa maamuzi. Kikwazo cha mafanikio yao, kutumia pesa zaidi ya uwezo wao. Hawa ni mabingwa wa kusema jaza pombe hapa mezani. Wanapenda kutumia pesa zaidi ya uwezo wao ili waonekane wakarimu, si kwa lengo la kujionesha, ili waonekane wakarimu. Wageni wanaweza wakaja, akaenda kukopa madeni ya pesa nyingi dukani ili tu kumkirimu mgeni. Kwa hiyo pia ni moja ya tabia pia nzuri, lakini saa nyingine pia inawarostisha. Lakini jamii inawaona kama ni watu ambao wenye furaha, na ni marafiki wa kila mtu, kwamba yule anacheka na kila mtu, hata mkigombana siku mbili, kesho yake anakusalimia, kesho yake anacheka na wewe. Kwa hiyo pia ni tabia nzuri, ni watu wazuri. Kifupi, Mwenyezi Mungu awainue na sisi sote kwa pamoja. Twende tukaangalie herufi M. Hawa mabwana wakubwa wenye herufi M, tabia yao, wana nguzo imara, wastahimilivu na wenye upendo kwa familia zao. Wanapenda sana familia zao au biashara au majukumu ambayo ukimpa simamia hata mifugo ataipenda. Tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na ghadhabu ya ndani iliyojificha na ni wagumu sana kusamehe. Yani swala la kusamehe ni wagumu sana. Mnaweza mkakaa vikao hata 10 mkajua yameisha, lakini jua kabisa kwamba atakumbushia. Hawa watu ni wagumu kusamehe. Likija swala la kusameheana ni wagumu. Wanatamani hata kama msamaha wakuuzie, sijui utoe pesa wakupatie. Ni wagumu sana kusamehe. Lakini jambo ambalo linakuwa ni kikwazo kwa mafanikio yao, wanapenda kujitesa kwa kazi nyingi bila kupumzika. Anaweza kang'ang'ania kuendesha gari masaa hata 20, wakati anaweza akapata akapumzika akalala. Au anaweza tu, yani wanapenda kujitesa kwa mikazi mingi, majukumu ile hajalimaliza ashachukua jukumu jingine. Hii pia unawafanya kwamba wao wateseke. Lakini jamii huwaona kama ni watu wenye busara na ni watu wenye utulivu wa ndani na nje. Jamii huwaona ni watu wenye busara na watu wenye utulivu wa nje na ndani. Twende tukawaangalie ambao herufi zao zimeanzia na herufi, majina yao yamefunguliwa na N. Hawa wa herufi ya N kina Nicholas, Naomi, Nathan na wengineo, ni watu wenye fikra huru. Hawapendi sana mtu awabanebane kwenye fikra zao bwana. Ni wabunifu na wenye uwezo wa kuona fursa pale wengine ambapo wanaona matatizo. Yani ikitokea tatizo lolote lile, yeye anatazama fursa. Hata kama nyinyi wengine mtaona kuna shida, anaweza kaenda kufanya biashara hata msibani. Sasa tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na wivu sana, in deep, wivu wa ndani. Aweza kaonea wivu hata jani likimgusa mkewe au mmewe. Na ni wepesi sana wa kubadilika, wana mhemko. Mnaweza kawa mnacheka muda huo akachange, mpaka mkashangaa, akaanza kupiga watu au kutukana matusi na kadhalika. Na anaweza kuwa amekasirika, ghafla tu akaanza kucheka na mkashangaa, hivi ndi huyu. Lakini kikwazo cha mafanikio, mara nyingi wanakosa misimamo. Wanaweza kuacha jambo muhimu kwa sababu ya hisia za muda mfupi. Yani anaweza kaacha jambo la maana kabisa kwa ajili ya jambo la muda mfupi sana. Lakini
Jamii huwaona kama ni watu wenye akili na wajuzi wa mambo mengi. Ni watu wenye akili, lakini pia ni wajuzi wa vitu vingi, wajuzi wa mambo mengi. Hao walikuwa ni wenye herufi ya N. Twende tukachungulie wenzetu wenye herufi ya O. Hawa kina Omar, kina Oliver na wengineo, tabia yao nzuri ni watu wenye maadili, waaminifu na wanaojali sana familia na jamii yao inawazunguka kama mazingira na wanyama. Lakini wanaweza kuwa na bongo ngumu. Ni watu ambao wakaidi sana na wenye tabia ya kumiliki watu kupita kiasi. Yaani anapenda kummiliki mtu kupita kiasi. Anaweza kamkuta mtu mfanyakazi wake kamtukana mbele za watu, au akataka atembee na mke wake. Yaani akikuajiri kwenye kazi yake, mara nyingi tabia yao mbaya hawa watu. Anataka aendeshe mpaka familia yako. Ni watu ambao wanapenda kumiliki watu kupita kiasi. Lakini kikwazo kikubwa cha mafanikio, kuogopa kutoka kwenye eneo lao la usalama, comfort zone. Yaani mara nyingi wao kama sehemu yashapata jina, watu wanamuogopa, anaogopa kutoka pale hata kama kuna mafanikio sehemu, sababu anahisi ataonewa au ataanza upya. Lakini huonekana katika jamii kwamba ni watu wenye heshima na utulivu wa kiroho. Huonekana katika jamii kama ni watu wenye heshima na utulivu wa kiroho. Wenye heshima na utulivu wa kiroho. Au hao walikuwa ni watu wa herufi O. Twende tukachungulie watu wa herufi P. Watu wa herufi P kina Patrick, kina kina hivyo, kina Peter, na wengineo. Hawa watu bwana, tabia yao nzuri, wana uwezo mkubwa wa kiakili, ni watafiti na wana busara za ndani kwa ndani. Tabia yao mbaya, huonekana kama ni watu wenye majivuno au wasiojali wengine kwa sababu ya ukimya wao. Unaweza ukamuelezea jambo mwanzo mpaka mwisho, akawa tu anakuitikia tu afa kimaliza hapo akasema nimekusikia, afa akakaa kimya. Hata usije mpaka ukajiuliza kwamba hivi nilishie kumwambia kweli huyu mtu. Yaani huonekana kama hawajali wengine kwa sababu wao ni watu wa kimya. Ni watu wa kimya sana. Watu wanaweza wakapigana mpaka wakauana. Yeye asitoke nje, apende kufuatilia mambo ya watu kifupi. Kikwazo kikubwa ambacho kinawatenganisha wao na mafanikio ni kujitenga sana na jamii, jambo linalowafanya wakose fursa za ushirikiano. Lakini pia jamii huwaona kama ni watu makini, wakati mwingine wenye sura ya kazi. Hawa walikuwa ni wenye herufi P. Tukaangalia watu wenye herufi Q. Watu wa herufi Q, tabia yao nzuri ni watu wenye bahati ya kipekee na wana uwezo wa kiuongozi usio wa kawaida. Wana kipaji cha kuongoza. Tabia yao mbaya, wanaweza kuwa wagumu kueleweka na wenye siri nyingi sana. Kikwazo kikubwa kwao wakashindwa kupata maendeleo ni kushindwa kuwasiliana vizuri na wengine kuhusu mipango yao. Anaweza kuwa na mpango mzuri lakini akashindwa namna ya kuwasilisha au namna ya kufikisha. Yaani kifupi kwamba wakielezea mambo ya mafanikio watu hawaelewi kwamba wameongea nini, yani kwamba umesemaje, yani hivyo. Lakini huonekana katika jamii kama ni watu wenye mvuto wa ajabu na wenye jicho la mbali, maana yake wenye macho ya kuona mbali. Hao walikuwa ni herufi Q. Twende tukachungulie watu wenye herufi R. Haya, tuangalie hawa wenye herufi ambazo majina yao yameanzia na herufi R. Kina Robert, kina Rachel na wengineo, Rebecca, wote hao. Tabia yao nzuri ni watu wenye nguvu, wenye huruma na uwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa bidii. Ni watu wenye nguvu, wenye huruma na wana uwezo wa kufanya kazi kwa bidii. Lakini tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na hasira za ghafla na wepesi kujitafutia sifa. Hasira za ghafla na ni wepesi wa kujitafutia sifa.
Lakini kikwazo kikubwa ambacho kinawafanya washindwe kufanikiwa, kutokubali kushindwa. Kutokukubali kushindwa, jambo linaweza kuwafanya waingie kwenye migogoro isiyo na tija na watu wengi. Maana kule amebishana, huko amebishana, wote anakuwa wana ligi na yeye, wote wanakuwa wanashindana na yeye. Sasa unakuta kwamba anachelewa katika mambo yake. Lakini jamii huwaona kama ni watu wachangamfu na watu wenye mng'ao wa ushindi. Jamii inaona ni watu wachangamfu na watu wenye mng'ao wa ushindi. Haya, tukichungulia pia watu wenye herufi S, hawa kina Salma, kina Sofia, Sara, Samili na wengineo. Tabia yao nzuri ni watu wenye hisia kali, wenye uwezo wa kupata pesa na ni viongozi shupavu. Ni watu wenye hisia kali, wenye uwezo wa kupata pesa na ni viongozi shupavu. Tabia yao ya kukera, wanaweza kuwa na ubinafsi na ni wepesi wa kuingia kwenye migogoro ya maneno, fitna. Ni watu ambao akisikia tu neno dogo kwamba kuna mtu alikuzungumzia hivi, basi pamekucha, analichukua na anaanzisha ugomvi tayari. Lakini kikwazo kikubwa katika maisha yao, kupenda ushindani uliopitiliza, ambao unaweza kuwafanya wapoteze marafiki wa dhati kwa sababu ya kupenda kushindana. Lakini jamii huwaona kama ni watu wenye nyota kali na watu wenye ushawishi mkubwa sana. Hao ni watu wenye herufi ambazo, wenye majina ambayo yamefunguliwa na herufi S. Twende tukachungulie wale ambao majina yao yamefunguliwa na herufi T. Watu ambao majina yao yameanzia na herufi T ni wapole, wasili na wenye uwezo mkubwa wa kupatanisha watu. Hawa ni daraja la watu kupatana mara nyingi au kuunganishia wengine kazi na majukumu mbalimbali. Tabia yao mbaya ni wepesi kuumizwa na maneno na wanaweza kuwa na vinyongo vya muda mrefu. Ni wepesi sana kuumizwa na maneno. Huyu hata usimpige, mwambie maneno tu, akisikia tu huyu umemuumiza. Lakini ni watu ambao wanaweka vinyongo, waweza kusema limeisha kumbe linaendelea. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kinawakosesha fursa nyingi ni kukosa ujasiri wa kusimamia haki zao binafsi. Wanawajali wengine kuliko wenyewe nafsi zao. Hii pia husababisha wakachelewa. Jamii huwaona kama ni watu watulivu na ni watu wasili, watulivu na watu wenye mengi kifuani. Hao ni herufi T. Haya, kwa wale ambao majina yao yameanzia na herufi U, Umar, kina U. Hawa ni watu wenye tabia nzuri, kwamba ni watu wenye bahati, wanapenda haki na wenye uwezo wa kutoa ushauri mzuri. Ukitaka kushauri, anakushauri vizuri pasi na wivu wala fitna. Tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na tabia ya kuahirisha mambo na uvivu wa kiakili. Wakati mwingine ni wavivu wa kufikiri, yani jambo la kutumia akili ni mvivu. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kinawakwamisha kwenye mafanikio ni kutokuwa na mipango thabiti ya muda mrefu, kwa sababu yeye afikirii hivyo, anakosa mipango thabiti ya muda mrefu. Lakini pia jamii inawaona kama ni watu wenye furaha na watu wenye nuru husoni. Sura zao zina nuru na mwanga mwingi sana. Hao ni watu wa herufi U. Twende tukachunguze kina V, watu ambao herufi zao majina yao yamefunguliwa na herufi V. Hawa watu tabia yao nzuri ni watu wenye maono makubwa. Watu wa herufi V ni watu wenye maono makubwa, lakini pia ni wajenzi, wastahimilifu. Tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na tabia ya kutaka kuongoza kila kitu kwa mabavu, kutumia nguvu. Kila kitu, kila sehemu anataka ingie kwa kutumia nguvu, atumie mabavu, atumie mwili. Wanaamini katika mabavu. Lakini kikwazo cha mafanikio, kutaka ukamilifu. Mara nyingi wanataka kila kitu kitimizwe. Maana yake kila kitu ukimpa yeye kiwe ni kizima.
ndio kufanyia hivi iwe nzima. Anataka kitu ambacho kizima akijatumika, si mtagawana na fulani, hapana. Kama ni kazi akae peke yake. Lakini pia jamii waona kama ni watu wenye nguvu na msimamo usioyumba. Jamii waona kama ni watu wenye nguvu na msimamo usioyumba. Haya, tunawaangalia hawa wa W. Ni watu tabia yao nzuri, ni watu wa jamii, wabunifu na wenye uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, tena yakapendeza. Lakini tabia yao mbaya, wanaweza kuwa wasiri sana au wepesi wa kubadilika kulingana na mazingira yalokuwepo. Yaani huyu ni mtu ambaye kunata tabia mbaya au nzuri kwake yeye ni kugusa. Anabadilika kama kinyongo. Akienda kwenye watu na kunywa pombe, atakuwa mlevi. Akienda kwa watu wa kanisani, atakuwa mlokole. Akienda kwa watu wa msikitini, atakuwa shekhe. Yaani yeye ananasa mazingira, ni mwepesi sana wa kumuingizia fikra yoyote ambayo utakayoamua. Lakini kikwazo kikubwa cha mafanikio, kukosa utulivu. Wanapenda anasa zinazoweza kuwapotezea malengo mara nyingi. Lakini jamii huwaona kama ni watu wa kisasa na wenye kuvutia machoni pa watu. Jamii huwaona kama ni watu wa kisasa na wenye kuvutia machoni pa watu. Na hawa walikuwa ni watu wa W. Twende tukaangalia wale watu ambao majina yao yatakuwa yamefunguliwa na herufi X. Hawa watu wa X, tabia yao nzuri, wana upendo wa dhati na ni watu wenye uwezo wa kutoa sadaka kwa ajili ya wengine. Tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na asili ya upinzani na wasioridhika haraka. Kuridhika haraka wao hapana, na wanapenda sana upinzani. Lakini kikwazo ambacho kinakwamisha mafanikio yao, hisia za ndani zinawavurugia haraka. Yaani zinavurugika haraka hisia za ndani. Aweza akawa ana moyo wa kukusaidia, lakini wakati akaenda kukusaidia, moyo ukabadilika hapo hapo, akasema sijisikii tena kumsaidia. Anaweza kawa na moyo wa kuoa, akatoa mahali, wakati harakati za harusi zinaendelea, moyo wake ukabadilika, akasema sitaki tena nimuoe mwanamke huyu, au sitaki tena kuolewa na huyu. Kwa hiyo pia ni watu ambao inabidi uwe nao makini sana. Ujue tabia za majina ya watu kutokana na herufi za mwanzo wa majina yao. Kwa hiyo ujue tabia za watu. Hao walikuwa ni watu wa herufi ya X. Twende tukachungulie watu wa herufi ya Y. Haya, kina Yahya, kina Yusuf, twende kazi tuone. Watu wa herufi ya Y ni watu wanaopenda uhuru, wachambuzi wa mambo na wenye ujasiri wa kusimama peke yao. Sije kujidanganya kuwaacha watu wa herufi Y alafu ukasema eti nitawakomoa. Wao wanapenda kusimama peke yao. Wao wanapenda kusimama kujitetea, kujitegemea. Lakini tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na tabia ya kujitenga na kuwa wagumu kutoa maamuzi. Yaani anaweza akakuonesha vitimbi kama anakufukuza kazi, afu asitoe maamuzi kama anakufukuza. Utajua mwenyewe, yani anakaa kimya. Kwa hiyo watu pia ni wagumu kutoa maamuzi. Lakini kikwazo ambacho kinawafanya wengi wasipate mafanikio, unakuta ni watu kutaka kujitegemea kupita kiasi hata pale ushirikiano unapohitajika. Yaani kupenda kusimama peke yao kupita kiasi hata pale ushirikiano unapohitajika. Hii tabia huwafanya kukosa mafanikio. Lakini jamii inawaona kama ni watu wenye hekima na watu wapenda amani. Lakini pia jamii inawachukulia kwamba ni watu wakitaka kukuinua unaweza kuinuka, na wakitaka kukudondosha unadondoka. Watu wanaamini hivyo kutokana na hawa watu. Sasa ni zamu ya kumalizia herufi Z, kina Zuhura, kina Zainab na wengineo. Tabia yao nzuri ni watu wenye matumaini makubwa, wenye uwezo wa kupata mafanikio makubwa ya kifedha na wenye busara. Tabia yao mbaya, wanaweza kuwa na hasira kali iliyojificha na wenye kupenda makuu kupita kiasi. Wanapenda makuu kupita kiasi, kama harusi iwe kubwa kubwa, kama ukitaka kufanya birthday cake iwe kubwa. Mambo yao ni makuu, simu iwe kubwa, yani mambo yao makuu. Lakini kikwazo kikubwa, kujiamini kupita kiasi kuwapelekea kudharau wengine. Lakini pia jamii
huwaona kwamba ni watu wenye nyota ya utajiri na uongozi. Yaani jamii washuhudia kwamba wale mambo yao yote wanafanyaga juu juu. Jamii inaona kama ni watu wenye mambo ya nyota ya utajiri, lakini pia huona kama ni watu wenye uongozi. Kwa hiyo hao ndio ambao wanatufungia leo uchambuzi wetu. Ni mimi mwalimu wenu Alhabib Yahya kutokea hapa Dar es Salaam, Tanzania. Maasalam wa jazakumullahu khair.